Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ama ba'du. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ndugu zangu Waislamu, kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, leo ni siku nyingine tena tunakutana katika vipindi vyetu mbalimbali vya adhkar na dua pamoja na nasaha mbalimbali zinazohusu dini yetu hii ya Kiislamu. Lakini mada ya leo, ndugu yangu Muislamu, anwani yake inasema dua isiyokataliwa. Dua isiyokataliwa juu ya jambo lolote unalokwenda kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiomba dua hii, basi dua hii haikataliwi. Narudia tena kichwa cha habari hicho, dua isiyokataliwa juu ya jambo lolote unalokwenda kumwomba kwalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutumia dua hii. Ni vyema ukasikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na imani kwa uwezo wake Allah Subhanahu wa Ta'ala ukapata faida kubwa sana kupitia katika dua hii. Nami nitakupa njia nzuri sana ya kufanya katika majambo na mambo mbalimbali ya kwenda kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dua hii Muislamu unaweza ukaiomba ukiwa na dhiki, ukiwa na shida, ukiwa na jambo zito, jambo ambalo umefikia hatua sasa huna jinsi, yani huna kukuokoa zaidi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi unakwenda kufanya dua hii. Na kama utafanya hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako, na kama utafanya kwa ikhlasi, na kama utafanya hali ya kuwa na yakini kwamba Mwenyezi Mungu atakujibu, wallahi lazima utakwenda kushuhudia muujiza na maajabu makubwa sana kupitia dua hii. Twende tukaanze kuisoma na kuielekeza dua hii. Na niwakumbushe wale ambao mnaohitaji kujiunga katika grupu letu la dua la watu wa nje ya nchi, namba yake ni 07568111 mwisho 26, 07568111 mwisho 26. Tuma namba yako WhatsApp, utaunganishwa hapo. Lakini wale ambao wanataka kujiunga katika grupu la tafsiri za ndoto, namba yake ni 07138111 mwisho 46. Grupu la tafsiri za ndoto namba yake ni 07138111 mwisho 46. Hiyo ni mtu yote wa ndani wa nje atajiunga katika grupu hilo. Ile namba nyingine ni kwa ajili ya grupu la dua la watu wa nje ya nchi tu. Sikiliza maneno haya ya Mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Tumenasema da'watun da'a biha Dhunnun, dua ambayo aliomba Dhunnuni, ambaye nani? Nabiullahi Yunus alayhi salam, wa huwa fi batni al-hut. Mtume anasema ameomba dua hiyo Dhunnuni, huyo ambaye Nabiullahi Yunus alayhi salam, akiwa katika tumbo la chamaki, bimaana tunasema kwa Kiswahili katika tumbo la chewa. Wallahu aalam, samaki huyo alisemaje? Alisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Narudia tena maneno haya, alisema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Mtume anasema fama min rajulin muslim yad'u biha fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Mtume anasema haiwi kwa mtu yoyote Muislamu atakayeomba dua hii chochote kile ambacho atamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa Mwenyezi Mungu atamjibu mtu huyo maombi yake. Tuelewe ndugu zangu Waislamu, Mtume Muhammad alikuwa hasemi kwa matamanio yake, wama yantiqu anil hawa. Mtume hasemi kwa matamanio yake, anaosema ni wahyi ambao Mwenyezi Mungu anamfunulia. Anasema dua hii ya Dhunnuni ambaye Nabiullahi Yunus alayhi salam, yoyote atakayeomba kwa dua hii, basi Mwenyezi Mungu atamuitikia mtu huyo na atamjibu mtu huyo dua yake. Asa leo nataka kuna njia nataka nikuelekeze ya kuifanya. Utapokwenda kuomba dua hii jitahidi sana, hebu nenda kaiombe kwa idadi ya namba ya jina lako. Tumia namba. Unajua kwenye namba humo kuna siri kubwa sana kwenye namba, ila watu wengi hawaelewi, Sheikh.
Hata haya majina Mwenyezi Mungu haya kuna namba zake Sheikh zipo. Mfano Allah namba 66, kuna Latifu namba 129 na kadhalika, yako mengi sana. Nenda kaombe jina hili la ilaha illa anta hii kwa idadi ya namba ya jina lako. Na kama jina lako ulifahamu namba yake ni ipi, nitumie tu mimi message WhatsApp, nitakutajia namba ya jina lako. Nitumie message katika namba 07138111 mwisho 46, sema nahitaji nijue namba yangu, nitakutajia. Kwa hiyo mfano namba yako wewe, kama mimi hapa naitwa Ali, na kila anayeitwa Ali basi jina namba yake ni 110. Mimi nitasoma hii mara 110. Kwanza nitachukua udhu. Baada ya kuchukua udhu, nitatia nia kwa jambo ambalo nalokusudia. Kama ni dhiki za kimaisha, mambo yangu magumu na matatizo mbalimbali na makesi mahakamani na wapi, kuna jambo nalihitaji, basi nitachukua udhu alafu nitatia nia. Baada ya kutia nia, nitaisoma hiyo la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh-dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh-dhalimin, la, kwa idadi ya namba ya jina langu. Nikimaliza hapo, basi nitakwenda kuhitimisha na dua ya wasilatu shafi, ili Allahu ya Allahu ya Allahu ya man ja'al qasiri ya ghawthahu bismillahi wa biibadina wala wa abdina khayla shaqina, dua ambayo ndani yake ina majina 99 ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kila nitakaposoma dua hii la ilaha illa anta subhanaka in kuntu minadh-dhalimin, basi hitimisho lake nitakwenda kuhitimisha na majina Mwenyezi Mungu 99 kupitia katika mashahidi haya mpaka atengeneza huyu katika kitabu hiki cha Wasilatu Shafi. Kwa hiyo majina Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yametengenezwa kwa mtindo wa mashairi. Ni dua kubwa sana, ni dua ambayo ndani yake na majina Mwenyezi Mungu 99 ambao Allah anasema walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Kwa hiyo utakwenda kuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia majina yake ya 99. Na nikwambie ndugu yangu, dua hii kama utaifanya katika nyakati za usiku, umetulia kabisa, ukachukua udhu wako, ukamkabiri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wallahi Mwenyezi Mungu atajibu dua yako haraka sana, na atakuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala majibu ya dua yako. Pengine akakuletea ndoto, pengine kuna ishara unataka zione kwamba dua yangu mimi alhamdulillah. Tutazieleza baadhi ya ishara zake kuomba dua hii. Kwa hiyo nenda kaifanye, kama ikiwa Nabii Yunus alayhi salamu aliomba na Allah akamtoa katika tumbo la samaki, akamtoa katika dhiki, basi ukenda kuomba dua hii hali ya kuwa umehudhurisha moyo wako, ukaomba kiikhlasi, Mwenyezi Mungu atakutoa katika dhiki na atakutoa katika shida ambazo kwamba ulizokuwa nazo. Ndugu yangu, kwa leo tuishi hapa, tukutane katika kipindi kijacho na darasa lingine lijalo la adhkar na dua. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.